Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwa mara nyingine tena ameitishia Iran kwamba ataishambulia vilivyo na kwamba yatakayoikuta Iran ulimwengu utashangaa. Rais Trump kwa mara nyingine tena ametishia kushambulia vinu vya nishati pamoja na miundombinu ya mafuta ya Iran isipokuwa matakwa yake yatekelezwe. Katika hotuba yake kwa taifa mnamo siku ya jana ya Jumatano, Rais wa Marekani alisema kwamba Marekani ilikuwa karibu sana kufikia malengo yake ya kijeshi, akieleza zaidi kwamba tutawapiga sana kwa muda wa wiki 2 hadi 3 zijazo, aliongeza rais huyo wa Marekani. Vita hivyo vilivyoingia siku ya 33 ambapo mashambulizi mapya ya makombora yameripotiwa nchini Iran, Israel na mataifa ya Ghuba ikiwemo Kuwait ambako kambi ya kijeshi ya wanamaji ya Marekani imeripotiwa kulengwa. Wakati huo huo, Trump amedai kuwa rais wa Iran alitaka kusitishwa kwa mapigano, jambo ambalo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekanusha, akisema hakuna pendekezo la kusitisha mapigano ambalo limetolewa na Iran. Mpango wa vipengele 5 unaodaiwa kupendekezwa na Iran ni uvumi wa vyombo vya habari, Araghchi alisema, kama ilivyonukuliwa na IRIB. Vita vinaendelea hadi mchokozi adhibiwe na fidia ilipwe kamili kwa Iran, alisema zaidi Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran. Hata hivyo, vita hivyo vimetengeneza mazingira ya Marekani kutafuta namna ya kipekee na mbinu za kipekee za kuweza kuishinda Iran, lakini hadi sasa bado haijafikia uamuzi sahihi wa nini cha kufanya. Marekani inawaza kupeleka askari wa ardhini hasa katika kisiwa cha Kharj, lakini wachambuzi wa kijeshi wanasema kwamba hii itakuwa ni ngumu mno kwa Marekani kufikia mpango huo. Upigaji kura wa hivi majuzi unaonyesha kwamba ukadiriaji wa idhini ya Trump umeshuka kwa 40%, huku kutoidhinishwa kukiongezeka zaidi ya miaka 50, huku wapiga kura wakichanganyikiwa na vita na kuzorota kwake kiuchumi. Wamarekani hawakupendezwa na vita vinavyoendelea nchini Iran, na ndio maana katika siku za hivi karibuni, mnamo katika weekend ya wiki iliyopita, walianzisha maandamano makubwa karibia katika miji yote mikubwa nchini Marekani, wakimuona rais wa Marekani kama kiongozi aliyekuja kama mfalme, wakisema hawahitaji kuwa na mfalme katika taifa hilo. Waandamanaji wamemwambia rais huyo wa Marekani kwamba Marekani ni ya Wamarekani na si ya yeye Bwana Trump. Hata hivyo, wanaomkubali sasa wanazidi kushuka na wanaokubali vita hivyo viendelee wanazidi kushuka. Wengi wanaona hali ya uchumi inavyozidi kupanda katika taifa hilo, huku bei ya mafuta nchini Marekani ikizidi kupanda na bei ya bidhaa zingine ikizidi kupanda kadhalika. Uungaji mkono kwa kampeni ya Iran yenyewe uko chini ya maji, huku wengi wakipinga chuki na watu huru wakigeukia vikali dhidi ya Marekani. Wa Iran baadhi walikuwa wakiamini kwamba Marekani inaenda kuwakomboa, lakini sasa wanaona kwamba Marekani inaenda kuwalemaza na kwamba sasa wanaungana pamoja na serikali kwa ajili ya kuipinga Iran. Mara kadhaa raia wanaonekana katika maandamano wakiungana na baadhi ya viongozi wakisema kwamba hawapo tayari kuiona Marekani ikichukua ardhi yao. Mpango mkubwa wa Marekani kama ilivyoelezwa na rais wa Marekani ni kutaka mafuta nchini Iran, na rais wa Marekani ambaye alikuja na hoja kwamba mpango wake ni kuhakikisha anauondoa utawala wa Kiislamu wa nchini humo, lakini pia akiwaeleza wananchi wa Iran kwamba mpango ni kuhakikisha Iran haiwi na silaha za nyuklia ambayo itakuwa tishio kwa nchi zingine za Mashariki ya Kati. Lakini sasa wananchi wanaona kwamba kauli za rais huyo wa Marekani hazieleweki, na hivyo wanaona hakuna haja ya kuungana naye, zaidi ni kuungana na serikali yao kwa ajili ya kumpinga rais huyo wa Marekani. Hadi sasa watu 1318 wameuawa na 3935 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Israel na Marekani nchini Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia